Mambo vipi rafiki yangu? Uko poa? Karibu sana kwenye video hii ya leo ambapo tutazungumzia mambo muhimu sana ambayo ukiacha kuyafanya kwenye mahusiano yako ya kimapenzi, utaweza kudumu, kuwa na amani na kufurahia penzi lako bila stresi zisizo na ulazima. Kama unataka mahusiano yenye furaha ya kweli, basi kaa mpaka mwisho kwa sababu kila pointi hapa ina uzito wake. Sasa twende moja kwa moja kwenye mada yetu. Namba moja, acha kuwa na wivu uliopitiliza. Wivu ni hisia ya kawaida kwenye mahusiano, lakini ukizidi unakuwa sumu. Ukianza kumfuatilia mpenzi wako kila dakika, kukagua simu yake bila sababu au kumtuhumu kwa mambo usio na uhakika nayo, unaharibu amani iliyopo. Mpenzi wako ataanza kujisikia kama hana uhuru wa kuishi maisha yake. Hali hii huleta msongo wa mawazo na kumfanya ajitenge na wewe. Wivu uliopitiliza pia unaonyesha kutokujiamini ndani yako. Badala ya kujenga penzi, unalivunja pole pole. Ni muhimu kujifunza kuamini na kujipa utulivu wa akili. Kujiamini kunakusaidia kupunguza hofu zisizo na msingi. Mahusiano yanahitaji uhuru pamoja na uwajibikaji. Ukiweza kudhibiti wivu wako, utajenga mazingira ya amani na upendo wa kweli. Namba 2, acha kulazimisha kila kitu kiende kwa njia yako. Mahusiano sio utawala wa mtu mmoja. Ukijikuta unataka maamuzi yote yafanyike kwa matakwa yako, unamnyima mpenzi wako nafasi ya kushiriki. Hii inaweza kumfanya ajisikie kama hana thamani ndani ya mahusiano. Kila mtu ana mawazo na mitazamo yake, na hiyo ndiyo inafanya mahusiano yawe na ladha. Ukikataa kusikiliza upande wa mwenzako, mnajenga ukuta wa kutokuelewana. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Pia uwe tayari kubadilika pale inapohitajika. Mahusiano yanahitaji maelewano, sio ushindani wa nani yuko sahihi. Kukubali makosa yako ni ishara ya ukomavu. Ukijenga tabia ya kushirikiana, mahusiano yatakuwa imara zaidi. Kumbuka, ninyi ni timu moja, sio wapinzani. Namba 3, acha kuleta mambo ya zamani kila mnapogombana. Kila mara mnapogombana, halafu unaanza kufukua makosa ya zamani, unafungua majeraha yaliyokwisha pona. Hii inaumiza sana upande wa pili na inaonyesha bado hujasamehe kwa dhati. Kusamehe maana yake ni kuachilia kabisa yaliyopita. Ukirudia kuyataja, unadhoofisha uaminifu uliopo. Pia inaleta uchovu wa kihisia kwa mpenzi wako. Atahisi kwamba hata akijirekebisha bado hatasamehewa. Ni muhimu kujifunza kusuluhisha tatizo la sasa bila kuingiza yaliyopita. Kila tatizo lina wakati wake. Ukizingatia hilo, mtapata suluhisho kwa haraka zaidi. Mahusiano yanahitaji moyo mpana wa kusamehe. Acha yaliyopita yabaki nyuma. Angalia zaidi namna ya kuboresha sasa na kujenga kesho. Kabla hatujaendelea na pointi yetu ya 4, fanya kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele hapo chini. Lakini usisahau kulike na kucomment, utakuwa umetisha sana. Namba 4, acha kukosa mawasiliano ya wazi. Mawasiliano ni uti wa mgongo wa mahusiano yoyote. Ukikaa kimya wakati unaumia au una tatizo, unajiumiza mwenyewe na mahusiano kwa ujumla. Mpenzi wako hawezi kusoma mawazo yako. Ni muhimu kueleza hisia zako kwa uwazi na heshima. Kukosa mawasiliano huleta tafsiri tofauti zisizo sahihi. Mara nyingi migogoro mingi hutokana na kutoelewana tu. Ukiwa muwazi, mnajenga ukaribu zaidi. Pia jifunze kusikiliza, sio kuzungumza tu. Mawasiliano ni njia ya pande mbili. Kuongea kwa utulivu huleta suluhisho la kudumu. Epuka kuongea kwa hasira au kejeli. Jenga utamaduni wa kuzungumza kila kitu kwa amani. Hapo ndipo mahusiano yatadumu. Namba 5, acha dharau na maneno ya kuumiza. Maneno yana nguvu kubwa sana. Ukimtukana au kumdharau mpenzi wako, unamjeruhi moyo wake kwa kina. Hata kama mtasameheana, maumivu ya maneno hubaki ndani kwa muda mrefu. Heshima ni msingi wa mapenzi ya kweli. Ukipotea heshima, hata upendo hupungua. Ni muhimu kujifunza kujizuia hata wakati wa hasira. Badala ya maneno makali, tumia lugha ya kujenga. Mpenzi wako anahitaji kuhisi kuthaminiwa. Dhara ya dharau inaweza kusababisha umbali mkubwa kati yenu. Pia inaweza kuharibu kabisa mawasiliano. Jenga tabia ya kuheshimu hata pale mnapotofautiana. Hapo ndipo penzi litakuwa salama na lenye amani. Namba 6, acha kulinganisha mpenzi wako na watu wengine. Kila mtu ana upekee wake. Ukianza kumlinganisha mpenzi wako na mtu mwingine, unamfanya ajione hafai. Hii inamshusha thamani na kuumiza hisia zake. Mahusiano sio mashindano ya nani bora zaidi. Ni nafasi ya kukubali mtu alivyo. Ukimlinganisha, unaonyesha kutoridhika na yeye. Hali hii inaweza kumfanya ajitenge au kupoteza kujiamini.
Badala yake, jifunza kuona mazuri yake, mthamini kwa kile alicho nacho. Hakuna mtu mkamilifu duniani. Mapenzi ya kweli ni kukubali mapungufu ya mwenzako. Ukifanya hivyo, utajenga uhusiano wenye nguvu. Epuka kabisa tabia ya kulinganisha. Namba 7, acha kutokuwa na muda naye. Mahusiano yanahitaji uwepo, sio ahadi tu. Ukikosa muda wa kuwa na mpenzi wako, anaanza kujisikia peke yake hata kama yuko kwenye mahusiano. Hii huleta pengo la kihisia. Ni muhimu kupanga muda maalum wa kuwa pamoja. Hata kama uko bize, jitahidi kuwasiliana mara kwa mara. Dakika chache za mazungumzo zinaweza kubadilisha siku nzima. Ukimpa muda wako, unamwonyesha ana thamani kwako. Kukosa muda huweza kumfanya atafute faraja kwingine. Hali hii ni hatari kwa mahusiano. Jenga tabia ya kuwa karibu naye. Fanya vitu pamoja ili kuimarisha bondi yenu. Hapo ndipo penzi litadumu. Namba 8, acha uongo wa mara kwa mara. Uongo unaharibu uaminifu. Ukianza kusema uongo mara kwa mara, hata ukweli wako hautaaminika tena. Mpenzi wako ataanza kuwa na mashaka kila wakati. Hii inaleta mazingira ya hofu na wasiwasi. Ukweli unaweza kuwa mgumu, lakini ni bora kuliko uongo. Uongo mdogo mdogo hujenga mlima mkubwa wa matatizo. Ni muhimu kuwa muwazi hata kama kuna makosa. Kukubali kosa kunaonyesha uwajibikaji. Mahusiano yanahitaji uaminifu wa hali ya juu. Bila uaminifu hakuna usalama wa kihisia. Jifunze kusema ukweli kila wakati. Hapo ndipo mtajenga msingi imara. Namba 9, acha kujifanya hujali. Kujifanya hujali wakati unaumia ni kujiumiza mwenyewe. Pia kunamchanganya mpenzi wako. Hatashinda kuelewa unachopitia. Hii huweza kuleta umbali mkubwa. Ni muhimu kueleza hisia zako kwa uwazi. Kuonyesha kujali kunajenga ukaribu. Kujificha nyuma ya ukimya sio suluhisho. Mpenzi wako anahitaji kujua anasimama wapi kwenye maisha yako. Ukionyesha hisia zako, mnajenga uelewano. Pia unampa nafasi ya kukusaidia. Mahusiano ni kushirikiana, sio kujificha. Acha tabia ya kujifanya hujali. Kuwa halisi na wazi. Namba 10, acha kuwa na hasira za haraka. Hasira zisizodhibitiwa huharibu mahusiano. Ukikasirika kwa kila jambo, unaleta mazingira ya hofu. Mpenzi wako ataanza kuogopa hata kuzungumza nawe. Hii sio afya kwa mahusiano. Ni muhimu kujifunza kujituliza. Chukua muda kabla ya kujibu. Fikiria kabla ya kuzungumza. Hasira nyingi huleta majuto baadaye. Ukijifunza kuvumilia, utaepuka migogoro mingi. Pia utajenga heshima zaidi. Mahusiano yanahitaji utulivu wa akili. Epuka kufanya maamuzi ukiwa na hasira. Jenga tabia ya kuzungumza kwa utulivu. Namba 11, acha kuingiza watu wengi kwenye mahusiano yenu. Mahusiano ni ya watu wawili, sio ya jamii nzima. Kila tatizo likitokea, unakimbilia marafiki au ndugu. Unawapa nafasi ya kuingilia mambo yenu binafsi. Mara nyingi ushauri wao unaweza usilingane na hali halisi ya mahusiano yenu. Wengine wanaweza kuwa na nia nzuri, lakini wakakupa ushauri mbaya bila kujua. Pia kuna wale wenye wivu ambao wanaweza kuharibu mahusiano yako kimya kimya. Unapowashirikisha sana watu, unavunja faragha ya mahusiano yenu. Mpenzi wako anaweza kupoteza imani na wewe. Ni muhimu kujifunza kutatua mambo mengi kati yenu wawili. Tafuteni muda wa kuzungumza na kuelewana. Watu wa nje wawe msaada wa mwisho, sio wa kwanza. Hii itafaidia kulinda heshima na uimara wa mahusiano yenu. Namba 12, acha ubinafsi. Ubinafsi ni sumu kubwa kwenye mahusiano. Ukijali hisia zako tu bila kuzingatia za mwenzako, unajenga pengo kubwa. Mahusiano yanahitaji kutoa na kupokea kwa usawa. Ukimwacha mpenzi wako ajitolee kila wakati bila wewe kufanya hivyo, atachoka. Upendo unahitaji kujitoa kwa hiari. Ni muhimu kuuliza, mpenzi wangu anajisikiaje, kabla ya kufanya maamuzi. Ubinafsi huua hisia pole pole. Jifunze kushirikiana na kumjali mwenzako. Hata vitu vidogo vinaweza kuonyesha unajali. Kuwa tayari kujitoa kwa ajili ya furaha yake pia. Hapo ndipo mnapojenga uhusiano wa kweli. Epuka kujiona wewe ndio muhimu kuliko wote. Namba 13, acha kumsahau kumthamini mpenzi wako. Watu wengi huanza vizuri, lakini baadaye husahau kuthamini. Kumwambia asante na kujali au nakupenda kuna nguvu kubwa sana. Ukiacha kufanya hivi, mpenzi wako anaweza kujisikia kupuuzwa. Kuthamini ni chakula cha moyo kwenye mahusiano. Inajenga furaha na ukaribu. Hata mambo madogo anayokufanyia yatambue. Usichukulie kila kitu kama ni kawaida. Mpenzi wako anahitaji kuona juhudi zake zinaonekana. Kukosa kuthamini kunasababisha kukata tamaa. Jenga tabia ya kuonyesha shukrani kila siku.
Hii itaimarisha sana penzi lenu. Mapenzi yanapendeza zaidi pale kunapokuwa na kuthaminiana. Namba 14, acha kushindana ndani ya mahusiano. Mahusiano sio uwanja wa mashindano. Ukianza kushindana nani ana mafanikio zaidi au nani ana nguvu zaidi, mnapoteza maana ya mapenzi. Hii huleta migogoro isiyo na ulazima. Badala ya kushindana, shirikianeni. Mafanikio ya mmoja ni mafanikio ya wote. Mpenzi wako sio adui yako, ni mshirika wako wa maisha. Kushindana kunajenga wivu na chuki. Ni muhimu kusaidiana badala ya kuvutana. Jifunze kufurahia mafanikio ya mwenzako. Hii hujenga uhusiano wenye nguvu. Kuwa timu moja ndiyo siri ya kudumu. Acha kabisa tabia ya kushindana. Namba 15, acha kushikilia hasira kwa muda mrefu. Kukaa na hasira moyoni ni kujiumiza mwenyewe. Kadri unavyoshikilia chuki, ndivyo unavyozidi kujenga umbali na mpenzi wako. Ni muhimu kusamehe kwa wakati. Hasira zikikaa muda mrefu hugeuka kuwa chuki. Hii ni hatari sana kwa mahusiano. Pia huathiri afya yako ya akili. Jifunze kuzungumza na kusuluhisha mambo mapema. Usilale na hasira moyoni. Tafuta njia ya kuelewana kabla mambo hayajawa makubwa. Kusamehe sio udhaifu, ni nguvu. Inaonyesha ukomavu wa kihisia. Mahusiano yanahitaji moyo mpana. Acha kushikilia maumivu ya muda mrefu. Namba 16, acha kupuuza mahitaji ya mwenzako. Kila mtu ana mahitaji yake ndani ya mahusiano. Kuna mahitaji ya kihisia, kimwili na kisaikolojia. Ukipuuzia haya, unamfanya mpenzi wako ajisikie hana umuhimu. Hii inaweza kumfanya atafute faraja kwingine. Ni muhimu kujua mpenzi wako anahitaji nini. Uliza na sikiliza kwa makini. Jitahidi kumridhisha pale unapoweza. Mahusiano ni kujali pande zote mbili. Ukizingatia mahitaji yake, atahisi kuthaminiwa. Pia ataongeza juhudi zake kwako. Hii hujenga usawa na upendo wa kweli. Epuka kupuuza mambo muhimu kwake. Hapo ndipo penzi litadumu. Namba 17, acha kutokuwa mwaminifu. Uaminifu ni msingi mkuu wa mahusiano. Bila uaminifu hakuna usalama wa kihisia. Kutokuwa mwaminifu sio tu kusaliti, bali hata kuficha ukweli. Ukianza kuficha mambo, unajenga ukuta wa siri. Hii huleta mashaka na wasiwasi. Mpenzi wako ataanza kukuhoji kila kitu. Ni muhimu kuwa wazi na mkweli. Hata kama kuna kosa, sema ukweli. Uaminifu hujengwa kwa muda, lakini huvunjika kwa sekunde chache. Linda uaminifu wako kwa gharama yoyote. Mahusiano yanahitaji uwazi. Kuwa mtu wa kuaminika kunajenga heshima. Hapo ndipo penzi linakuwa salama. Namba 20, acha kujiamini kupita kiasi. Taking things for granted. Usifikiri mpenzi wako atabaki tu bila juhudi zako. Watu wengi huanza kupuuza wenza wao wakizoeana. Hii ni hatari sana. Mpenzi wako anahitaji kuthaminiwa kila siku. Ukimchukulia poa, anaweza kuchoka. Mapenzi yanahitaji kuoneshwa, sio kudhaniwa tu. Endelea ufanye yale uliokuwa unafanya mwanzo. Heshima na upendo viwe endelevu. Kujiamini kupita kiasi huleta uzembe. Kumbuka, kila mtu anahitaji kuthaminiwa. Ukifanya hivyo, utalinda mahusiano yako. Epuka kuwaza kuwa hawezi kuondoka. Jitahidi kila siku kulinda penzi lako. Kwa ujumla, rafiki yangu, mahusiano mazuri hayaji kwa bahati. Yanajengwa kwa juhudi, uvumilivu, heshima na upendo wa kweli. Ukiacha mambo haya tuliyoyazungumza leo, utaona tofauti kubwa sana kwenye mahusiano yako. Ni matumaini yangu kuwa umefurahia video hii. Sasa fanya kusubscribe kwenye channel hii, lakini pia usisahau kulike na ucomment ili unipe nguvu zaidi ya kufanya hivi. Mpaka wakati mwingine, bye bye.